Kushusha silaha na kuacha kumwaga damu zisizo na hatia sio mpango wao. Tarehe hiyo ya maandamano ambao mmeweza kuiandaa, watawaua, lakini sio kwa mbinu zile kama walivyofanya mwanzoni, maana sasa hivi wanachoepuka ni kamera. Kwa hiyo watakuwa wanachukua watu na kuwakusanya kwenye magari kisha kuwapeleka msituni ambako kutakuwa hakuna ushahidi, watu ambao watarekodi video au kuweza kuchukua matukio hayo yakiwa yanaendelea. Hivyo vijana wengi wataenda kupigwa risasi misituni. Basi siku hii ya maandamano itakapofika, hakikisheni msikubali kumwacha mwenzenu achukuliwe. Kama kweli mmeamua kwenda kwa wingi wenu, basi anapochukuliwa mmoja, nendeni nyie wote pamoja kumchukua mtu huyo asichukuliwe. Maana hawawezi tena kuwapiga risasi ya hadharani. Wanajua ya kwamba jicho la kila mtu linatazama na kamera zinawamulika. Kwa hiyo walichoamua ni kwamba watawachukua watu na kuwaweka kwenye makarandinga, kisha wataenda kuwaulia misituni. Na watakaokuwa wanafanya kazi hizi za mauaji ni wanajeshi wenyewe. Si kuona mavazi ya polisi, ni wanajeshi wenyewe. Hivyo ni salamu kwenu wote, na pia muwe makini. Sio mavazi ya wanajeshi yanayokuja mbele yenu na kusema yako upande wenu, haimaanishi. Kumbukeni wale ni wanajeshi tu, na wana sehemu yao walioichagua, na wana kiongozi wao, na wana sauti yao wanaoisikiliza. Kwa hiyo msije mkachanganywa na sauti hizi. Walishachagua na ni watu wenye mbinu. Mko peke yenu kwa ajili ya kulisimamia taifa hili, peke yenu kibinadamu, lakini mpo na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo haina haja ya kuogopa, ila tu hakikisheni hamuachi mwenzenu achukuliwe kwa kuambia ya kwamba mtawakuta mahakamani. Hamtawakuta mahakamani, wataenda kupigwa risasi moja kwa moja. Maana wenyewe wanaamini ya kwamba jinsi watakavyowaua ndivyo ukimya utazidi kutawala na uoga utazidi kutanda. Ambacho hawakifahamu ni kwamba Mwenyezi Mungu ameamua kusimama na wanawake, na anataka watoke katika mji wa mateso na kuingia mji wa Kanaani. Kwa hiyo mkono wa Mungu hauwezi kupigwa. Maana ingekuwa sio sauti ya Mungu, watu wangeshaogopa. Ila Mungu amewavika watu roho za ujasiri ndani yao ili waende katika hii safari. Ni busara na hekima kukaa chini na kutazama haya mambo. Nimesema hivi, wewe ambaye uko ndani ya Tanzania mpya, wewe ambaye kabisa unajua kabisa kuna watu wanakufuatilia wanataka wakuteke, nunua panga, tembea nalo. Wamekuja nyumbani kwako, malizana nao. Nimetoka kuongea muda si mrefu na haya yanatokea. Mbona? Malizana nao. Nunua panga lako, malizana nao. Wanao tafutwa, kutekwa, kuuawa ni watu ambao wako Tanzania mpya. Wanahitaji Tanzania mpya ionekane. Ile Tanzania ya zamani ndio inafanya hizo kazi za utekaji na uaji. Sasa basi, nataka niwaambie wale ambao ndugu zao wametekwa, wanawatafuta, wamehangaika kuomba msaada, wamekosa. Njia rahisi ya kuwapata ndugu zenu, mimi naongea rais wa Tanzania mpya, njia rahisi. Usizunguke huku na huku, njia rahisi. Na nitakueleza kwa nini waliponiona na walipokuja na gari lao wakaniona wakakimbia, nitakwambia kwa nini. Lakini njia rahisi, simple, fanya hivi. Tuko awamu nyingine ya jino kwa jino. Jambo unalopaswa kufanya, mahali ambapo ndugu yako wametekwa, sawa? Mahali ambapo ndugu yako wametekwa au ndugu zenu wamepotea, msihangaike kwenda kushitaki, kwenda polisi, wala msihangaike, kwa sababu polisi kazi yake ni kulinda mali na za raia na mali zao.
Sawa. Watu wameshatekwa miaka 2, miaka 3 na hakuna majibu. Sawa. Ukisikia kwamba mtu alijiteka mwenyewe, sijui tumepata mtu alijiteka mwenyewe, ni maigizo wanatengeneza. Sawa. Sasa mimi nakwambia cha kufanya. Sawa. Kimwona ndugu yako wametekwa popote, yani pale eneo ambalo yeye ndugu yako ametekwa, sawa, tafuteni mahali kilipo kituo cha polisi. Si nilikueleza mwanzo, kuna polisi ameenda kwenye kituo cha TV, anasema kwamba wao ndo wanateka. Mahali ambapo ndugu yako ametekwa, mahali popote pale, tafuta kituo cha polisi, maeneo kiko wapi. Mkipata mahali kipo kituo cha polisi, mtu wa kushughulika naye ni mkuu wa kituo cha polisi. Mkuu wa kituo cha polisi ndio anajua watekaji walioteka mtu katika eneo hilo, ndio wanajua, na ndio maana hamna msaada na hamwezi mkapewa msaada. Msiende kazini kwake, mtafuteni binafsi na mwambie awaeleze walioteka ndugu yako ni nani. Kama mna uwezo wa kumalizana naye, malizane naye, kwa sababu ramani yote mkuu wa kituo ndio anayo, amepewa yeye. Nasema hivi, wote nyinyi tutawapata tu, ya nyinyi watekaji na wauaji wote tutawapata, kwa sababu tunajua lazima mwende kwenye kituo cha polisi kutoa taarifa kwamba mnahitaji kumteka mtu, mwili mpate msaada na mpe vijana wa kufanya hiyo kazi. Na ndio maana mnaitwa mtu msiojulikana, watu wasiojulikana. Yaani ukisikia tu kwamba watu wasiojulikana, yule polisi wanahusika ndani yake. Tunajua nyinyi watekaji wote, tutadili na wakuu wa vituo vya polisi. Wakuu wa vituo vya polisi wote ambao mahali ambao watu wanatekwa, wewe mkuu wa kituo cha polisi ambapo mahali watu walitekwa, watu wametekwa, wewe ndio unajua kikundi cha watekaji kiko wapi, na vijana unawajua, wewe unawajua. Kwa wewe ndio utakuwa wa kwanza kutusaidia kuwapata hao watu, hao vijana na hao ambao walikuwa wanatumwa na mamlaka za juu kuja kuteka watu. Nunua simu ya Masai, tembea nayo. Hao vijana wa bodaboda kuvamia, malizana nao. Au vijana wanaokuta mitaani wanalipa 10,000 au vijana wao wanaoishi nao kwenye kota zao huko wanapopoa. Ukikutana na wale ukiona wamekuvamia, tumalizana nao. Wanapata nguvu kwa sababu wanawachukua kama kuku. Sasa muda wa kuchukua watu kama kuku ushaisha. Ni wakati wa upanga kwa upanga, jino kwa jino. Hakikisha ukishajua kwamba hawa wananichukua, maana yake hawakurudisha, wanaenda kukuua. Kwa hakikisha unakufa na 2 au 3 hapo hapo. Au unakuja kuteka, hakikisha unamaliza nao hapo hapo. Leo wakitaka kwenda kumteka mtu sehemu, wako 4 wako 5, wakauawa 2 au 3, sehemu nyingine tena ikiwa wakauawa tena, hapo tutakuwa tumeshakomesha hicho kikundi.